Karibu sana mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu. Nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Siku ya leo tunaangalia upungufu wa damu, sababu zake, dalili zake, namna ya kuitambua, lakini pia tutazungumza matibabu yake ni nini. Karibu sana. Sasa upungufu wa damu ni hali ya kuwa na upungufu wa seli nyekundu za damu. Seli nyekundu za damu kwa kawaida zinabeba ile hewa ya oksijeni ambayo inatumiwa na seli na tishu zote ndani ya mwili. Sababu ya kupungua damu ni nyingi. Unaweza kuwa umepoteza damu kwa sababu ya jeraha au sababu nyingine, kwa mfano kutoka damu ya hedhi nyingi sana kwa muda mrefu sana, au unaweza kukuta vidonda vya tumbo vinavuja damu na ukajikuta kwamba damu yako ikapungua. Yapo pia magonjwa sugu au ya muda mrefu kama vile kansa, magonjwa kama ile ya selimundu ambayo tuna sikoseli, magonjwa kama thalassemia na mengine ambayo yanaweza kusababisha kupungua damu. Ukiwa na tatizo la figo la muda mrefu, figo imeshindwa kufanya kazi kwa sababu homoni zinazochochea kutengenezwa kwa damu zinatoka kule, basi unajikuta kwamba damu inapungua. Kama umefanywa upasuaji wa utumbo, kama tunavyojua, ili kutengeneza damu unahitaji madini kama ya chuma, unahitaji vitamini kama B12, unahitaji vitamini kama folic acid, na hivi vyote vinatolewa kwenye chakula. Sasa kama umefanywa upasuaji na tumbo lako linashindwa kuvifyonza, utapata upungufu wa damu. Kwa wale ambao wanakula mlo mbaya ambao pia hauna hivi virutubisho, wanaweza kupata upungufu wa damu. Wakati wa ujauzito ni wakati ambao mwili unahitaji kiwango kingi au kikubwa zaidi cha damu. Kwa hiyo unajikuta kwamba pamoja na kwamba unatengeneza damu kwa kiwango hicho, lakini kwa sababu mahitaji ya mwili ni makubwa, unaweza kujikuta damu yako pia imepungua. Matatizo ya uboho pia, kwa sababu tunajua damu inatengenezwa kwenye uboho wa mifupa. Kwa hiyo kama kuna saratani kule, kwa mfano hizi lymphoma, kansa ya damu au na multiple myeloma, hizi zote ni kansa, zinaweza kusababisha kwamba uboho ule usitengeneze damu ya kutosha na ukapata upungufu wa damu. Zipo dawa pia ambazo ni kali sana, kwa mfano methotrexate. Hizo ni dawa ambazo ni kali kiasi kwamba ukizitumia zinaharibu baadhi ya seli nyekundu, kwa hiyo unajikuta kwamba unapata upungufu wa damu. Dalili za upungufu wa damu zinatofautiana kulingana na aina ya upungufu wa damu, lakini pia na kiwango cha upungufu wa damu. Kuna ambao wanakuta na kiwango kikali sana, kuna wengine wana kiwango cha kawaida. Mtu anaweza kuwa na maumivu ya kifua, anakuwa na kizunguzungu hasa anapokuwa amesimama, anafanya shughuli nzito, anapata uchovu mkubwa wa mwili, kichwa kinaweza kuwa kinauma. Kama unafanya mambo unajikuta kwamba umakini wako umepungua, hauwezi concentrate vizuri, na kuna ambao wanapata shida kabisa kupumua, hasa wakati ambao unakuta wanafanya mazoezi. Ukifika hospitalini, daktari atafanya uchunguzi wa mwili, lakini pia kama damu imepungua sana, ataona ngozi yako itakuwa imefifia, na ndio maana unakuta tunakwambia utuonyeshe mikono yako. Tunaangalia kama mikono yako damu kama rangi imekuwa nyeupe sana. Wakati mwingine tunaangalia chini ya macho kuangalia kama rangi imefifia, kwa sababu damu nyekundu. Kwa hiyo kama imepungua, unaweza kujikuta kwamba unakuwa mweupe kiasi fulani. Mapigo ya moyo pia kwa baadhi ya watu yanakuwa yanaenda mbio sana, kwa hiyo daktari atasikiliza na kuhesabu mapigo yako ya moyo, lakini pia atasikiliza moyo na kusikia unanungunika. Kwa sababu damu imepungua mwilini, na maana moyo unafanya kazi kubwa sana kusukuma ile damu kidogo iliyomo, kwa hiyo unajikuta unanungunika, na ndio maana daktari anaweka kile kisikilizi cha kusikilizia kwenye moyo wako ili asikie kama moyo wako unanungunika. Pamoja na hayo, anaweza kaagiza vipimo vya damu ili kutambua ni aina au sababu ya upungufu wako wa damu. Ni muhimu kutambua aina na sababu ya upungufu wa damu ili kukutibu, kwa sababu hauwezi kumtibu mtu bila kujua sababu, lakini pia na aina ya upungufu wa damu. Kwa hiyo daktari atakuagiza vipimo hivyo, itegemee vipimo vya damu. Kwa habari ya matibabu, ili kuongeza damu iliyopungua ndani ya mwili, inategemea upungufu huo ni mkubwa kiasi gani. Kama daktari akigundua kuwa upungufu wa damu ni mkubwa sana, ataagiza uongezewe damu. Ila kama upungufu wako wa damu sio mkubwa sana, ataagiza upewe dawa za kuongeza damu, ambazo mara nyingi utazitumia zaidi ya miezi mitatu, kwa sababu zinahitaji kuzitumia zaidi ya miezi mitatu ndio uweze kurejesha damu yako vizuri. Pamoja na kuongezewa damu au kutumia dawa, daktari pia atahakikisha anaondoa ile sababu ambayo ilipelekea wewe kupungukiwa damu, kwa sababu damu haiwezi kupungua bila sababu ya msingi. Kwa hiyo lazima daktari aitafute ili aweze kuizuia, kwa sababu kama
kama asipoizuia utajikuta kwamba pamoja na kwamba unapewa matibabu ya kuongezewa damu au kupewa dawa itajirudia. Kwa mfano kama una minyoo utapewa dawa ya kutibu minyoo ili kuhakikisha kwamba haupati hiyo shida. Lakini pia kama unavuja damu labda kwenye jeraha, labda umepigwa, utahakikisha kwamba unaziba lile jeraha, damu isiendelee kuvuja. Kama mlo wako una shida, ina maana utaongezewa virutubisho, kwa mfano vitamini B12 ambayo inakuwa inasababisha folic acid hiyo na madini ya chuma, utaongezewa kwenye mlo wako ili kuhakikisha kwamba pamoja na kupatiwa dawa ya kuongeza damu au kuongezewa damu, basi na lile tatizo tumeliondoa ili hali isije kujirudia. Ndio, yapo matatizo ambayo yanaweza katokea. Kwa mfano katika upungufu mkali sana wa damu unaweza kusababisha upungufu wa oksijeni mwilini, kwa hiyo ukajikuta kwamba sehemu mbalimbali za mwili kama moyo, ubongo zinaweza zikapata matatizo. Lakini pia upungufu huo pia unaweza kusababisha mshtuko wa moyo na inaweza kusababisha kifo kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo ni vizuri ukapata matibabu mapema na ukazingatia yale matibabu ambayo daktari amekwambia. Kumeza zile dawa kwa miezi 3 inaweza kuwa ngumu sana, au kunywa ile dawa kwa miezi 3, lakini unajua kwamba ni muhimu sana kwa moyo wako. Kama moyo ukiendelea kufanya kazi ukifanya kazi kwa damu kidogo, ina maana utafanya kazi kubwa sana na mwishowe utapanuka, na hutaki moyo wako upanuke. Kwa hiyo tumia dawa au ongezewa damu kama inahitajika. Asante. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.